katika Uislamu ndiyo msingi na ndiyo moyo wa ibada yoyote ambayo mtu anaifanya. Ibada yoyote ambayo unaifanya kama haina ikhlas ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada hiyo haina maana yoyote. Sasa ibada ya ilmu ni ibada kubwa kuliko ibada yote nyingine, kwa sababu huwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa jahili, kwa ujinga. Ni ibada ambayo inahitaji ujitambue na uweke ikhlas kwamba mimi kwa nini ninasoma hapa Markaz al-Haramain, kwa nini ninasoma ulumu shar'iyya, kwa nini? Lazima utengeneze nia yako kwamba naisoma hii ilmu shar'i ili niweze kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha nini, na mimi nije nifundishe jamii yangu. Hicho unachokikusudia. Tafuta radhi katika elimu unayoipata. Ukiwa unasoma kwa sababu ni wazazi wako tu wamekuleta hapa, na hata huelewi kwa nini uko hapa kwa sababu maagizo ya wazazi wako, ina maana umekosa kitu kimoja muhimu sana katika msingi wa elimu yako, nacho ni ikhlas. Ikiwa uko hapa Markaz al-Haramain kwa sababu umefeli maeneo yote mengine, umeingizwa shule za secular umefeli, umeingizwa sijui wapi umefeli, umeingizwa wapi umefeli, huyu mpelekeni tu Markaz al-Haramain akapoteze muda pa. Na wewe umekuja umeletwa al-Haramain, umekaa sasa nimeletwa tu hapo kwa sababu sina sehemu unayoweza, sawa Subhanallah. Una maana kwamba umepoteza kitu cha msingi, nacho ni ikhlas. Kwani lazima urudie katika ikhlas yako, nia yako. Na Imam Sufyani Thauri anasema ma alatu shay'an ashaddu fi nafsi min niyati, sijawahi kudili na kitu, taamal na kitu ambacho ni kigumu katika moyo wangu kuliko nia yangu, kwa sababu inabadilika. Kwa hiyo wewe unatakiwa urudi kijana katika nia yako. Kwa nini uko hapa? Lazima uisaishe nia yako. Ukisaisha nia yako, ina maana unachokifanya kitakuwa ni ibada mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakulipa, lakini pili, Mwenyezi Mungu ataweka baraka katika muda wote unaotumia katika kutafuta elimu. Kwa kitu cha mwanzo muhimu sana kiangalia ni ikhlas. Na moja katika hadithi nzito sana ambazo Abi Hurairah radhiyallahu anhu kila alikuwa akizungumzia hadithi hii anazimia, napoteza fahamu. Ni hadithi ya watu wa mwanzo kuhukumiwa siku ya kiyama. Awwalu ma yuqda bihi yawm al-qiyama, watu wa mwanzo watakosimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu kuhukumiwa. Fikra za haraka sema wazinifu, wala riba, mashoga, sijui wauaji, washirikina, wachawi. Lakini subhanallah, sio hawa. Watu wa mwanzo kabisa kuhukumiwa ni mtu ambaye ataletwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataonyeshwa